Nyanyua mkono wako juu kwa Bwana. Hebu jiachilie mbele za Bwana. Rema kalaba korebo seke ripa korobo sakaraba korianda raba koria basaya repo seke rende rebo korianda raba korobo saka rapa korepo saka raba korianda raba koria. Baba, watoto wako tumekuja tena kwenye madhabahu, tumekuja kwenye uwepo wako, tumekuja kwenye nguvu zako, tumekuja kwenye neema yako, kuja kwenye msaada wako. Tunaita damu yako ya thamani kupita kuponya, tunaita damu yako ya thamani kupita kuokoa, tunaita damu yako ya thamani kupita kubadilisha. Ripo seke rende rebo korianda raba koria. Lolote lilozuiwa, lolote liloshikiliwa na madhabahu za adui na madhabahu za giza na madhabahu za kuzimu, kila mamlaka inayotenda kazi kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, mahali ulipomweka mtoto wako Baba, ninaangusha jioni ya leo kwa moto na damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Lolote ambalo limesimama kinyume cha baraka, lolote ambalo limesimama kinyume cha neema yako, lolote ambalo limesimama kinyume cha nguvu zako, ninaachilia damu yako kuingilia kati, kuponya na kuokoa. Rikari pako repo seke ripo korobo saka raba koria rende rebo koraba koyanda raba seke rapa korepo seke rende rebo koria riko repo koraba saka raba korianda raba koria reke repo korobo saka. Damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo ipite kwenye kila eneo la udhaifu, ipite kwenye kila eneo lenye ugonjwa, ipite kwenye kila eneo lenye shida, ipite kwenye kila eneo lenye maumivu, katika jina la Yesu. Hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya msalaba, hiyo damu ya mwana kondoo iangushe kila kilichoinuka, iangushe kila kilichosimama, iangushe kila kilichozuia. Riposa raba korebo seke rika ripa korobo saka rendo rabakoria basai karia bakoria basaya repo saka rapa korebo seke rindo ria bakoria basai karia bakoria basaka. Neema yako Bwana ya kuponya, neema yako Bwana ya kuokoa, hizo nguvu zako Bwana ziachiliwe tena juu ya mtoto wako jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, wewe ni Mungu mwaminifu, unastahili kuabudiwa Bwana, unastahili kutukuzwa Bwana, unastahili kupewa sifa Yahweh, unastahili kupewa sifa Adonai, Elohim, El Shaddai, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye utukufu. Ripo saka raba korianda raba korobo saka. Neema yako Bwana yatosha, nguvu zako za tosha, kibali chako cha tosha. Ripo saka rinda rima korebo sekere Korea. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya semina hii ambayo Bwana umetupa katika mfululizo unaoanza siku ya leo. Tunaiatamia kwenye damu ya msalaba, kwenye damu ya mwana kondoo. Baba, tukakuona ukiponya kuanzia sasa, tukakuona ukiokoa kuanzia sasa, tukakuona ukiweka huru kuanzia sasa, tukakuona ukifungua kuanzia sasa, tukakuona ukiwatoa waliotekwa, tukakuona ukiwaondoa waliozuiwa, tukaone nguvu zako zikiponya Bwana. Riko repo seke rende rebo korobo saya. Neema yako Bwana yatosha, 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 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Mpe Bwana makofi mengi, na nguvu za Bwana zimekufunika mahali ulipo. Repo saka raba korobo seke. Unaweza ukaketi kwenye uwepo wa Bwana. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema na nafasi ambayo Baba ametupa, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jioni hii nzuri ya baraka ambayo Bwana ametupa kuanza semina yetu, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mahali ambako Bwana amekusudia kutupeleka katika fululizo wa semina na maombi ambayo Bwana ametupa kuyaomba. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Kitu ambacho Mungu ametupa neema na tutatembea tukifuatilia na maombi ambayo Bwana ametupa neema ya kufanya
Katika mfululizo wa semina hii tutakuwa na kichwa kinachosema kukabiliana na giza linalozuia mafanikio ya kiroho na kiuchumi. Kukabiliana na giza linalozuia mafanikio ya kiroho na ya kiuchumi. Kukabiliana na giza linalozuia. Kukabiliana na giza linalozuia kibali chake kimeshikiliwa. Huwezi kumkuta ana kesi, huwezi kumkuta ana kesi za sijui amerogwa, hizo huwezi kukutana nazo. Huwezi kumkuta ana kesi sijui kuna mshirikina amezuia kitu chake, ni mara chache. Lakini unapotafuta mafanikio, kwenye mifumo yake ya kimaisha, ni ngumu kweli, ni ngumu kweli. Na ndio maana unaona akisema naomba ufanikiwe katika mambo yote. Naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako.
Kuna mwingine amefanikiwa, ana fedha, lakini afya sasa ni mgogoro. Yeye na private, zinaitwa private hospital, aendagi hizi general. Bwana asifiwe. Yeye anaendaga private. Kwa nini? Pesa anayo, lakini afya imekamatwa. Lakini afya imekamatwa, afya imezuiwa, afya imeshikiliwa. Hauwezi ukapita mwezi hajawa na mgogoro. Hauwezi ukapita mwezi hajawa na mgogoro. Leo watamwambia hiki, kesho watamwambia kile, kesho kutwa watamwambia kile pale, kesho yake watamwambia hiki. Yaani kila siku ana jambo jipya kwenye huo mwili. Kila siku ana jambo jipya kwenye huo mwili. Pesa zake nyingi anazitumia kwa matabibu. Pesa zake nyingi anazitumia kwa madaktari, kutafuta private consultations, kutafuta kuambiwa nini kinachomtesa. Kwa hiyo pesa anapata, lakini zinaishia kuliwa na nzige na tunutu na madumadu. Nzige wa kiroho, tunutu wa kiroho, madumadu wa kiroho ni kitu chochote kinachokula pesa zako kinyume cha kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Umeshawahi kuona mtu akipata pesa ndio mtoto anaugua? Nini kinachotafutwa? Hiyo pesa lazima itumike. Hiyo pesa lazima itumike na iishe. Kwa sio kwamba hapati pesa. Milango yake ya fedha imefunguka, lakini hajafanikiwa kwenye mambo yote. Hajafanikiwa kwenye mambo yote. Kuna kiwango cha pesa kikishaonekana, ni kama kule kuzimu wana darubini, wanamfuatilia. Kiswahili cha mjini wanasema wanamzoom. Shapata tukachukue. Unasikia tu mtoto hajalala leo. Mbona siku zote alikuwa analala wakati hela ziko huko ndani? Baada ya hela kuja, usingizi na wenyewe umeondoka. Ghafla amepata ugonjwa usioeleweka. Wanaanza kuhangaika na mtoto, ni Dar es Salaam, ni Nairobi, sijui ni wapi. Ngoja pesa iishe na mtoto ampona. Kwa hiyo unaweza ukafuatilia ukagundua mtu anaweza akafanikiwa kwenye eneo moja, asifanikiwe kwenye eneo la pili. Kwa kuna nzige pale wamekaa wanasubiri. Kuna tunutu wamekaa pale wanasubiri. Sasa ameshapata hela ndio unasikia mama kule nyumbani ameanguka, sijui alikuwa anafanya kitu gani. Nini kimetokea? Sijui ameteguka mguu, amekimbizwa hospitali. Wanasemaje? Wanataka 600,000. Najaribu kupeleka 600,000, wanasema hapana, wamesema hazijatosha. Wamesema aende referral, wamempa hospitali nyingine, ile aliyompeleka haitoshi. Imekuwaje sasa hapo? Tumeshatumia hela zote, tunahitaji hela nyingine, na huko alikompeleka ni hospitali kubwa. Unahangaika, mwisho wa siku pesa zikiisha wanakuja kusema tatizo lenyewe kumbe lilikuwa sio kubwa sana. Lilikuwa linasubiri nini? Lilikuwa linasubiri kumaliza hela. Kwa unakuta kuna tunutu wamekaa, kuna nzige wamekaa, kuna madumadu wamekaa. Utamuelewa anaposema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Katika mambo yote. Kwa kuna mtu mwingine amefanikiwa kiuchumi, lakini afya imeshikiliwa. Kuna mtu mwingine amefanikiwa kwenye afya, lakini uchumi umezuiwa. Mtu mwingine amefanikiwa rohoni, lakini kwenye maisha amezuiwa. Mtu mwingine amefanikiwa kwenye maisha, lakini rohoni anapepetwa kama ngano. Mtu mwingine amefanikiwa, ukimwona kwenye macho ya damu na nyama unaweza ukatamani hata maisha anayoishi, lakini ukienda kufuatilia na mateso makubwa kuliko unavyofikiri. Nini ambacho nataka mtu Mungu ukielewe? Kuna giza uwaga linakuwa limeachiliwa kwenye maisha ya mtu, na huyu mtu asiposimama kwenye zamu,
asiposimama kwenye nafasi kujinasua, kujiondoa, ni ngumu sana kuona breakthrough, ni ngumu sana kuona upenyo. Na ndio maana Mungu anapotupa nafasi ya kusogea mbele zake namna hii, anataka kutusaidia kujua, tunawajibika. Kama anasema anataka tufanikiwe kwenye mambo yote, maana yake hicho ni kipimo cha kuanza kufuatilia, nimefanikiwa wapi, nimezuiwa wapi. Ndio kitu ambacho unatakiwa kwenda nacho mbele za uso wa Mungu kila siku. Mungu, nimefanikiwa wapi? Mungu, nimezuiwa wapi? Unaanza kufuatilia afya yako, unaanza kufuatilia uchumi wako, unaanza kufuatilia jina lako, unaanza kufuatilia biashara yako, unaanza kufuatilia kibali ulicho nacho, unaanza kufuatilia mwaka jana ulifanyaje, unaanza kufuatilia malengo uliyokuwa nayo, unaanza kupita kwenye kila eneo, unaanza kufuatilia kwenye eneo la mahusiano, kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la familia, kwenye eneo la malezi, unafuatilia kila eneo. Nimefanikiwa wapi? Nimezuiwa wapi? Maana kwa mujibu wa neno lako Baba umesema unataka nifanikiwe katika mambo yote. Unataka nifanikiwe katika mambo yote. Na mimi ninakuombea neema ya kufanikiwa katika mambo yote katika jina la Yesu. Hiyo neema ikawe juu yako. Na ndio maana Mungu anatupa nafasi ya kujifunza na kusogea mbele zake, lakini kikubwa Mungu anatupa nafasi. Ukiona Mungu anakupa nafasi ya kujifunza, maana yake Mungu anataka kukupa nafasi ya kuomba. Bwana asifiwe. Maana huwezi ukaomba kama ujui unachohitaji. Yaani huwezi ukaomba kama ujui unataka nini. Na ukiona Mungu anakusemesha na kukusemesha, manake anakupa nafasi ya kwenda mbele zake na kujua kitu ambacho unaenda kusemesha madhabahu yake. Na ndio maana unaona akisema leteni hoja zenye nguvu, njoni tusemezane, asema Bwana. Akisema njoni tusemezane, maana yake anataka uende na kitu. Uwezo ukaenda mbele yake hauna kitu. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Unaposoma kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ile ya 33. Yeremia ile sura ya 33 na ule mstari wa 3 anasema, Yeremia 33 na ule mstari wa 3 anasema, niite. Mungu ndo anasema niite. Anasema niite, nami nitakuitikia. Nami nitakuitikia. Hiyo amekuhakikishia. Kiita anaitika. Nami nitakuonyesha mambo makubwa. Nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usio yajua. Okay. Hayo mambo makubwa, hayo mambo magumu, hayo nisiyo yajua, kwa nini Mungu anataka kunionyesha? Why is God so interested? Kwa nini Mungu yuko na interest anataka kunionyesha mambo makubwa? Kwa nini Mungu yuko na interest anataka kunionyesha mambo magumu? Kwa nini Mungu yuko na interest anataka kunionyesha mambo nisiyoyajua? Kwa sababu unakuta kuna giza limeachiliwa kwenye maisha ya mtu, na yule mtu hana habari, na lile giza ndio linazuia huyu mtu asiwe na baadhi ya mafanikio kwenye maisha. Kwa unakuta kuna kipengele kimezuiwa. Lakini kimezuiwa na nini? Kimezuiwa na giza la kipepo, giza la kimadhabahu, giza la kishirikina, giza la kifikra. Na Mungu atatupa neema, tutapita, tutaangalia maeneo tofauti tofauti. Kuna giza la kimadhabahu, kuna giza la kishirikina, kuna giza la kichawi, kuna giza la kifikra, kuna giza linalozaliwa na mazingira, kuna giza linalosababishwa na watu waliokuzunguka. Hivyo vitu usipovijua, utaendelea utaendelea kupambana, utaendelea kukwama, usijue kwa nini utoke hapo.
Kwa sababu kama giza lililopo ni la kimadhabahu, lazima kuwe na nguvu inayoshughulika na giza la kimadhabahu. Kama giza lililopo ni la kichawi, lazima kuwe na nguvu inayoachiliwa kupambana na roho za uchawi. Kama giza lililopo linaachiliwa na nguvu za ushirikina, lazima Mungu akupe hekima, akupe na neema ya kujua namna ya kukabiliana na roho za ushirikina. Kama giza lililopo ni la kifikra, manake madhabahu haihusiki, ushirikina hauhusiki, uchawi hauhusiki. Sasa angalia, huyu mtu kinachomtesa ni giza la kifikra, lakini kuanzia asubuhi mpaka jioni anapambana na mapepo ambayo hayapo. Kwa kama giza lililopo ni la kifikra, maana yake lazima nguvu za Mungu ziingilie kati kumsaidia kubadilisha nini? Kubadilisha fikra, abadili anavyoona, abadili anavyofikiri, abadili anavyowaza, alafu ghafla milango inaanza kufanya nini? Kufunguka. Kama giza lililopo limesababishwa na watu waliopandikizwa kwenye maisha yako, maana yake swala la hilo giza kuondoka ni hao watu kufanya nini? Kuondoka. Na watu kuondoka, maana yake hao watu wakiondoka na hilo giza linaondoka, maana limeletwa na watu. Lakini kama giza lililopo limesababishwa na eneo, ni environmental, ni giza la kimazingira, maana yake lazima Mungu akupe neema au ya kutoka kwenye hayo mazingira, au kukusaidia kuachilia nguvu ndani yako itakayokusaidia kukabiliana na hayo mazingira. Ninakusaidia kukutengenezea ndani yako msingi utakao kusaidia kujua mahali ambako Mungu anataka kutusaidia kwenda. Kwa lazima ujifunze kufuatilia, na ndio maana lazima Mungu akupe ufunuo. Unaposoma kwenye maandiko unaona akisema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maana yake kuna maarifa hana. Ukiona mahali popote unafeli, ukiona mahali popote unakwama, simply because some knowledge has been hidden away from you. Kuna baadhi ya elimu, kuna baadhi ya maarifa, kuna baadhi ya ufahamu vimefichwa mbali na wewe. Ukiona unakwama, kuna elimu una, kuna taarifa una, vimefichwa machoni pako, vimefichwa machoni pako. Na ndio maana Mungu akasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo hasemi wanaangamizwa kwa sababu ya shetani, wala hasemi wanaangamizwa kwa sababu ya mapepo, wala hasemi wanaangamizwa kwa sababu ya nguvu za giza. Kwa sababu ngoja nikwambie, shetani, mapepo, nguvu za giza, vyote vimewekwa chini ya mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo hata siku moja shetani na vibaraka wake wote hawawezi kuwa na nguvu juu ya kanisa. Nini kanisa anahitaji? Kanisa anahitaji kuwa na maarifa ya kujua kwamba hiki kitu ni ushirikina, hiki kitu ni uchawi, hiki kitu ni nguvu za giza, hiki kitu ni fikra zangu, hiki kitu ni akili yangu haijakaa sawa, hiki kitu kuna watu wameachiliwa. Wale wanaofuatilia wanajua kilichotokea. Maandiko yanatuonyesha wazi kabisa. Si mnakumbuka habari za Yona? Bwana asifiwe. Yona alikuwa anatakiwa kwenda wapi? Ninawi. Akawa anaukimbia uso wa Mungu, akapanda merikebu inayoenda wapi? Tarshish. Nataka uone hiki kitu kitakusaidia. Ameingia kwenye merikebu inayoenda Tarshish. Safari yake ni ya kwenda Ninawi. Usije ukategemea atakuwa na mafanikio kwenye hiyo merikebu. Hakuna uchawi, hakuna nguvu za giza, lakini yuko kwenye track ambayo sio ya kwake, yuko kwenye mfumo ambao sio wa kwake, yuko mahali ambapo sio sahihi.
amekaa huko ndani, na angalia, hii inapiga pande zote mbili, inapiga pande zote mbili. Yeye mwenyewe hataona mafanikio, lakini wale aliojibanza kwao na wao hawataona nini? Mafanikio. Ngoja nikwambie, kuna baadhi ya vitu wewe unafeli kwa sababu tu ya mtu aliyekuja kwenye maisha yako. Kuna baadhi ya namna hausogei kwa sababu tu ya mtu ambaye amepandikizwa kwenye maisha yako. Hatua zako haziendelei, spidi yako imekuwa limited, vitu vyako haviendi vinavyotakiwa kwenda. Nini kimetokea? Kuna mtu ana safari ya kwenda Ninawi, kaja kujibandika kwenye safari yako ya Tarshishi, kajishikiza hapo, hayuko kwenye safari yako. Nataka nikuhakikishie, kwa sababu huyu mtu haendi alikokusudiwa, amekuja kwenye safari yako wewe. Yeye huyu anaitwa mtaabishaji. Huyu ndo atakayesababisha kila aina ya misukosuko. Nataka nikuhakikishie, muda wote utakaokuwa na huyu mtu, wakati wote huyu mtu atakapokuwa na wewe, hatua zako zitazuiwa, utulivu wako utazuiwa, mafanikio yako yatazuiwa, kuona kwako kutazuiwa. Utakemea kila aina ya pepo, utapambana na kila aina ya uchawi, utapambana na kila aina ya ushirikina, havitaonekana. Lakini kumbe kuna mtu ana safari ya kwenda Ninawi, kajibandika kwenye safari ya mtu mwingine. Na ndio maana hata kabla hujajiunganisha na mtu, hata kabla hujajipatanisha na eneo, hata kabla hujajipatanisha na mazingira, lazima kwanza kuwa na uhakika Mungu yupo. Mungu yupo kwenye hiyo ajenda, Yona ameingia kwenye ile merikebu, inayoelekea Tarshishi, na Mungu anamtafuta, Msukosuko unaanza kule ndani. Wale wanaofuatilia maandiko wanajua ilikuwa ni dhoruba, hali ya hewa inachafuka, sio angani, sio baharini. Merikebu inataka kuzama, wanajaribisha kila wanachokifanya, kinafeli. Mungu alichokifanya, akaachilia ufunuo. Kuna namna wale watu waliomba, namna wale watu walimlilia Mungu, wakamwambia Mungu, mbona siku zote wewe unatusafirisha salama? Mbona hata siku zote hujawahi kututoa kwa mawindo ya adui zetu? Mbona hata siku moja ukutufanya kuwa chakula cha njangumi huku baharini? Mbona hata siku moja ukutufanya tuliwe na papa? Leo tumekukosea nini Bwana? Mungu tunaomba utuhurumie, Mungu tunaomba utusaidie, Mungu tunaomba utuonekanie, Mungu tunaomba neema yako, Mungu tunaomba msaada wako. Wanapambana, wanahangaika, wanajaribisha hivi, inaenda hivi, wanajaribisha namna hii, inaenda namna hii. Kila wanachojaribisha kufanya kinafeli. Wakasema katika namna ya kibinadamu tumekwama, Mmoja akapata wazo, akasema haijawahi tokea namna hii. Kuna mtu yuko huku ndani. Bwana asifiwe. Kuna mtu yuko wapi? Yuko huku ndani, ambaye lazima amekorofisha na Mungu wake. Kuna mtu tunaye hayuko kwenye safari yetu. Kuna mtu tunaye haendi tunakoenda. Tunamjuaje sasa? Tupige kula. Na ndio maana unaona kwenye Yeremia 33, nilichokuwa nakufafanulia ni nini? Nilikuwa nakufafanulia Yeremia 33 anaposema niite nitakuitikia, alafu nitakuonyesha. Kuna wakati Mungu akitaka kukusaidia anakuonyesha. Nini kinachosababisha wewe usogei? Nini kinachosababisha wewe uvuki? Haiwezekani una struggle kwenye eneo hilo toka mwaka 2020 ukuvuka hapo, 2021 ukuvuka hapo, 2022 ukuvuka hapo,
2023 ukuvuka hapo, 2024 ukuvuka hapo, sasa ni 2025. Kila unapojaribu kufikiri hilo jambo unaona giza limetanda mbele. Kila unapojaribu kufikiri hilo jambo, kinachokuja mbele yako ni kukata tamaa. Leo nuru ikaangaze hilo eneo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo damu ya Yesu ikakutetee sasa. Bwana akakuonyeshe mambo makubwa magumu usiyoyajua, yaliyozuia miaka yote iliyokufunga na kukuzuia. Bwana akakuonyesha. Na ndio maana sio kila wakati tunapambana na mapepo tu. Sio kila siku, sio kila saa. Kuna saa tunapambana na yeye mwenyewe. Mungu nionyeshe. Amesema nitakuonyesha mambo makubwa. Amesema nitakuonyesha. Amesema nitakuonyesha mambo magumu. Kuna vitu vijui. Umekuwa ukiangamizwa kwa sababu kuna maarifa una. Kuna ufunuo bado hujapata. Na ndio maana Mungu anapotupa semina za namna hii, kitu gani anachotafuta? Anatafuta kuongeza kitu ndani yako kitakachosababisha msukumo wa kwenda mbele zake na kuuliza, msukumo wa kwenda mbele zake na kutafuta uso, msukumo wa kwenda mbele zake, kwa sababu kitu ibilisi anakipigaga mchana na usiku. Ule msukumo wa kumwendea Mungu, ule msukumo wa kuuliza kwa Bwana, ule msukumo wa kutafuta uso wa Mungu, ndio kitu ibilisi huwa anakipiga ili uendelee kustaki, au utumie nguvu kubwa sana kushughulika na kitu ambacho hakikuletei solution. Hawa watu walikuwa wanakufa. Lakini nini kiliwasaidia? Bwana aliachilia wazo ndani ya mtu mmoja. Hapana, tupige kula. Wakapiga kula. Wanapiga kula ya nini? Ni nani anayesababisha dhoruba? Nani anayesababisha hatuendi? Nani anayesababisha wengine wote tufe kabla ya siku zetu? Maana mtu mmoja anaweza kusababisha wengine wakafa kabla ya siku zao. Mtu mmoja anaweza kusababisha wengine wote wakawa maskini. Mtu mmoja anaweza kusababisha wengine wasiolewe. Mmoja anaweza kusababisha wengine wasioe. Mmoja anaweza kusababisha wengine wasikae kwenye ndoa. Mmoja anaweza kusababisha wengine wasifanye vizuri kwenye malezi ya watoto wao. Mmoja anaweza kusababisha ndoa zikavunjika. Lazima Mungu akupe hekima na ufunuo wa kujua ni nani amekuja kwenye maisha yako, kuhakikisha unastaki, unazuiwa, vitu havitokei. Bwana akaachilia ufunuo katika jina la Yesu, na akupe akili, akupe mawazo, akupe ufahamu. Wale ndugu wakasema tupige kula, tujue nani ni tatizo, who is the problem. Unajua sio kitu cha kiungwana, lakini Mungu amesema mkiniita nitaitika, nitakuonyesha. Kuna wakati ukiutafuta uso wa Mungu, Mungu anaweza akakusemesha kitu wewe mwenyewe kwanza ukakidharau, na wakati mwingine unaweza hata ukakikataa. Wakati mwingine unaweza kusema haiwezekani, yaani mimi maombi niliyokuwa nayaomba kweli yanaendana na hiki kitu Mungu alichosema? Haiwezekani. Lakini kuna wakati Mungu anakuonyesha kitu. Mtu mmoja akaambiwa, zunguka nyuma ya nyumba yako, kaomba usiku kucha, kapambana. Mungu nisaidie, nini kinachotukwamisha? Kaota ndoto. Kaota nini? Kaota nyuma ya nyumba yake, akaonyeshwa mpaka na eneo, alafu akaambiwa nenda kafukue pale kwenye ndoto. Ameamka asema, jamani, ndoto zingine hivi kweli mbiko na nyumba yangu naweza kufukiwa kitu? Lakini ile ndoto inakuja kama ilivyo, inakuja kama picha halisi. Akasema, kwani jembe silipo? Eneo ambalo nimeona kwenye ndoto silipo? Akazunguka nyuma ya nyumba, anaangalia kabisa yale mazingira ya kwenye ndoto ndio hayo. Kaanza kulima.
Anashangaa anakutana na liilizi likubwa namna hii limefukiwa pale. Nani kafukia? Alikuwa na malengo gani? Alikuwa anataka nini? Alikuwa anazuia kitu gani? Unaweza ukasema hivi vitu vinawezekana kabisa. Nilikuwa nafundisha semina kwenye mkoa mmoja, akaja mama mmoja kutubu kwangu. Akasema, mtumishi, naomba tu Mungu anisamee, nataka kuanza upya na Mungu, nataka Mungu abadilishe maisha yangu, ila nimefanya mambo mengi sana ya kishirikina. Hapa ninavyoongea na wewe nimemloga shemeji yangu. Nikamwambia, umemlogaje? Akasema, mganga aliniambia niende nyumbani kwake saa 9 usiku, niende nikafukie kitu. Nikamwambia, hiyo nyumba ina maana haina hata geti. Anasema, siku hiyo nilitengeneza mazingira ya kuhakikisha pamoja na wanageti naingia. Asa niliingia huko ndani, nikachimba, nikafukia. Nataka nikuhakikishie mtumishi, ile ndoa haina amani. Haina amani. Lakini hawajui kwamba mimi ndo nimesababisha. Hawajui mimi ndo nimesababisha. Unamuuliza swali, unamwambia, kwa wewe unajua wewe ndo umesababisha hawana utulivu? Anasema, kabisa, nasikia ndani yangu kujuta. Nikasema, uko tayari tuwaambie? Akasema, mtumishi, mimi ninachokisikia moyoni mwangu tu niende nikatoe vile vitu. Niende nikatoe vile vitu. Nikamuuliza swali, sasa utavitoaje? Utavitoaje? Akasema, mimi najua, niache nikavitoe. Akaniambia, nikivitoa nitakuletea hapa. Nikasema, sawa, nenda kavitoe, uje navyo kesho kwenye semina. Akasema, sawa. Nataka nikuhakikishie, alienda usiku akavitoa. Zimeletwa ni ilizi mchanganyiko, zimefungwa kwenye kitambaa kimoja. Alienda kwa mganga wa kienyeji, alikuwa na shida, alikuwa na uadui na ile familia. Kwa akasema, nitawanyoosha. Sasa nitawanyoosha hawa, hawanijui mimi. Lakini alipokutana na nguvu za Mungu kanisani, akasema, hapana, haviwezi kuendelea kukaa pale. Mimi ndo ninayewatesa, mimi ndo ninayewazuia, mimi ndo nasababisha vitu vyao haviendi, mimi ndo nasababisha hawana amani. Akasema, mimi niko tayari kwenda kuvitoa. Alivileta, na kumbuka, tukaomba, tukavichoma moto, na nikamuongoza na yeye sala ya toba, na mpaka leo amempokea Yesu Kristo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa nini nimekueleza kitu cha namna hiyo? Nataka uelewe Biblia inaposema nitakuonyesha. Nitakuonyesha. Ukisikia giza kutanda kwenye maisha ya mtu, maanake kuna kipengele kimezuiwa. Macho haya ya damu na nyama yasione. Masikio haya ya damu na nyama yasifanye nini? Yasisikie. Kwa anasema, nitakuonyesha mambo makubwa, nitakuonyesha mambo magumu, nitakuonyesha mambo usio yajua. Wale ndugu zetu wakapiga kula, wakasema hapana. Walipopiga kula ikamwangukia nani? Kamwangukia Yona. Kula ilipomwangukia Yona, wakamfuata kwa upendo tu. Wakamwambia, ndugu, unajua kwamba wewe ndio unayetufelisha? Unajua kwamba wewe ndio unayetukwamisha? Maana sisi wote hatuwezi tukapiga kula ikakuangukia wewe. Tuambie, umekorofisha nini na Mungu wako? Yona akasema, sitaki kubishana na nyie, wala sitaki kuhangaika na nyie. Naomba mnichukue, mnitupe baharini, na bahari itakuwa shwari. Najua hii misukosuko yote ni mimi natafutwa. Najua hii shida yote ni mimi ndiye naye tafutwa. Najua mahangaiko yote haya mimi ndiye naye sakwa. Nyie nikamateni, nifungeni, nitupeni baharini. Ngoja unisikilize, mtoto wa Mungu. Hivi unafikiri hicho ni kitu chepesi? Kumkamata binadamu mwenzio na unajua mko kwenye bahari, kumtupa maana yake ni kumuua. Kumtupa maana yake ni kumuua. Wala usije ukafikiri ni kitu chepesi kama tunavyosoma kwenye Biblia. Wale waliosafiri kwenye maji
wanaelewa. Moja ya eneo linalotisha kuliko maeneo mengi ni majini. Huwezi kuwaza kitu cha namna hiyo, lakini Yona anasema nitupeni baharini. Mnataka amani yenu, mnataka utulivu wenu, mnataka mfike salama, lakini angalia, anawaambia mnitupe baharini baada ya wao kuwa wamemtafuta nani? Mungu. Nataka uone nafasi yako, Kama hawa ndugu wasingemtafuta Mungu, wasingeutafuta uso wa Mungu, wasingeuliza kwa Bwana, wasingepata wazo la kupiga kura. Kwa kuna vitu vimekaa mbele yako, kuna vitu vimezuia maisha yako. Unahitaji kuutafuta uso wa Mungu ili Mungu akwambie ni nini kinachosababisha matatizo, nini kinachosababisha zuio. Na Mungu atakavyokujibu sio kama binadamu anavyokujibu. Ukiwa unasubiri jibu la Bwana, usitengeneze majibu ya kwako, maana Mungu atakujibu katika namna ambayo wewe mwenyewe hujawahi kuitarajia, wewe mwenyewe hujawahi kuitegemea. Atakuletea majibu katika mfumo ambao wewe mwenyewe hujawahi kuwaza kwamba huo ndio mfumo wa majibu. Mungu ana majibu tofauti na binadamu anavyojibu. Wewe ulitegemea hawa watu wao wanaomba kwa ajili ya dhoruba, wanaomba kwa ajili ya upepo. Angalia jibu linavyokuja, piga kura. Vinaendana? Halo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haviendani. Unaweza ukaelewa walikuwa wanakemea katika jina la Yesu, dhoruba nyamaza. Kama walikuwa ni waombaji, katika jina la Yesu, dhoruba nyamaza. Kila aina ya msukosuko, wewe roho unayetuzuia leo tusifike salama, roho unayetuzuia, wewe roho ya mauti unayetafuta maisha yetu, roho ya mauti unayetafuta sisi tusiende, roho ya mauti, tunakukemea, tunakufunga. Alafu Mungu anaachilia wazo, achaneni na hiyo biashara, hakuna roho hapo. Kuna mtu anazuia. Unisikilize mtoto wa Mungu, ni nani anayekuzuia? Ni nani anayekuzuia? Ni nani anayesababisha vitokee? Ni nani anayesababisha hatua zako haziendi? Ni nani anayesababisha kila siku umekwama pale pale? Ni nani anayesababisha kila siku umezuiwa eneo moja? Nani anayesababisha? Unahitaji nguvu za Mungu na neema ya Mungu ya kukusaidia. Yona alisema nitupeni baharini. Msiponitupa baharini, hali yenu ni mbaya, mtakufa. Anayetafutwa na mimi. Wale ndugu walikuwa ni majasiri, wakasema kwa kweli kama ndivyo ilivyo, tunakutupa bahari. Akasema wala msijisikie hata hatia. Wakakamata Yona, wakamtupa baharini. Unisikilize, nini maana ya kumtupa baharini? Usiendelee kung'ang'ania kitu ambacho Mungu amesema kiache. Usiendelee kung'ang'ania kitu ambacho Mungu amesema usiendelee nacho. Usiendelee kukishikilia kitu ambacho Mungu hakitaki. Haijalishi kinakuumiza kiasi gani. Kuna tabia unatakiwa kuzitupa baharini, la sivyo haufiki unakoenda. Kuna mifumo ya kimaisha unatakiwa kuitupa baharini, la sivyo haufiki unakoenda. Nataka nikuhakikishie, Mungu anaweza akawa anasema na wewe kwa lugha tofauti. Kuna watu kinachowafunga ni tabia zao tu, ndio zimefunga maisha yao. Tabia zile zimemfunga kwa kiwango ambacho tabia imekuwa Yona kwenye maisha yake. Hataki kumwacha huyo Yona, anataka kuendelea kung'ang'ana naye kwenye hiyo mali. Kuna mazoea unatakiwa kuyaacha. Utashangaa saa unaachana na hayo mazoea, milango yote inafanya nini? Inafunguka. Kuna baadhi ya taarifa unatakiwa kuachana nazo. Uwezo wako wa kufikiri, zina damage uwezo wako wa kufanya maamuzi, zinaharibu mifumo yako ya kimaisha, na unaendelea kuzipokea hizo taarifa, zinaendelea kuua neema ya Mungu iliyoko ndani yako. Nataka nikuhakikishie, hujaachana na hizo taarifa, hauvuki. Lazima ujiulize maswali, ni nani amekuwa Yona wangu kwenye maisha yangu? Kitu gani kimekuwa Yona kwenye maisha yangu?
Nini kinasababisha? Haiwezekani unasali, unatoa sadaka, alafu ikawa zoruba kila siku kwenye maisha yako. Haiwezekani. Haiwezekani unakuja kwenye ibada, unautafuta uso wa Mungu, alafu kuna ghasia isiyoisha. Haiwezekani. Lazima kuna kitu Mungu anakusemesha kiache, na umeking'ang'ania. Na nataka nikuhakikishie, hiyo zoruba haitaisha mpaka umeachana na hicho kitu. Hiyo ghasia haitaisha mpaka umeachana na hicho kitu. Wale ndugu wangemng'ang'ania Yona kwenye ile merikebu, wangekufa naye. Maana kumbuka, samaki aliyeandaliwa ni kwa ajili ya kummeza Yona tu. Maandiko hayatuonyeshi kulikuwa kuna samaki wengine walioandaliwa kwa ajili ya kuwameza na wale wengine ambao hawataki kuutafuta uso wa Mungu. Akati Yona anasema mnitupe baharini, kuna samaki Mungu amefanya nini? Amemwandaa. Kuna samaki Mungu amemwandaa. Unisikilize, kuna mtu amekuja kwenye maisha yako, lakini ndio anazuia hatua zako, ndio anazuia kibali chako. Kuna wakati lazima ukubali kumwachia, la sivyo hauendi unakoenda, haufiki unakotaka kufika. Kuna wakati unakaa unawaza, sasa itakuwaje nikimwacha huyu mtu ondoke, itakuwaje? Na ndio maana wengine wamekuacha wewe kwa uchungu na maumivu. Kuna wakati Mungu anakuwa anataka kumsaidia mtu. Nini anachokifanya? Huyo mtu anakufanyia kitu kibaya. Maana Mungu anakusemesha, achana na huyu mtu, hutaki kumsikia. Achana na huyu mtu, hutaki kumsikia. Achana na hiki kitu, hutaki kusikia. Nini Mungu anafanya? Anaruhusu huyo mtu anajeruhi maisha yako. Akijeruhi maisha yako, unamwacha kwa lazima, unamwacha kwa machozi, unamwacha kwa maumivu. Lakini lilikuwa sio kusudi la Mungu. Angeweza kuondoka bila shida. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Nini ninachozungumza? Kuna giza linaweza likaachiliwa kwenye maisha ya mtu. Kuna giza linaweza likaachiliwa kwenye maisha ya mtu, na huyu mtu asielewe hilo giza limetoka wapi. Tatizo sio giza liloachiliwa. Tatizo ni nini Mungu anazungumza kwa habari ya hilo giza kufanya nini? Kuondoka. Nini Mungu anazungumza kwa habari ya hilo giza kuondoka? Na ndio maana unaposoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura ile ya 42, Isaya ile sura ya 42 na ule mstari wa 16. Isaya 42 na ule mstari wa giza kuwa nuru mbele yao. Nitafanya giza kuwa nuru. Wapi? Mbele yao. Na mahali palipopotoka kuwa pamenyooka. Mungu anasema nitafanya giza kuwa nuru, na mahali palipopotoka, mahali ambapo hapako sawa, mahali penye misukosuko, mahali penye dhoruba, anasema na mahali palipopotoka nitapanyoosha. Lakini cha kwanza anasema nitawaongoza katika njia wasioijua. Lakini anazungumza, anasema na katika mapito wasioyajua. Unisikilize,
Giza linapoachiliwa kwenye maisha ya mtu linaweza likasababisha maumivu, linaweza likasababisha mapito. Unakuta mtu anapita kwenye mapito magumu sana, lakini nini kimesababisha? Kuna giza fulani limetanda hapo mbele yake. Kuna taarifa hana, kuna maarifa hana, kuna ujuzi hana, kwa yuko gizani. Eneo lolote ulilokwama, eneo lolote ambalo halina majibu, Biblia inasema ni njia usioijua, ni njia usioijua. Kwa hiyo eneo lolote ambalo lina giza mbele yako ni upofu, na ndio maana unaona maandiko yakisema nitawaongoza vipofu, nitawaleta vipofu kwa njia wasioijua. Kwa hiyo ile kwamba kuna giza mbele yako, ile kwamba kuna vitu haviko sawa mbele yako, haina maana haui mtoto wa Mungu, haina maana haui umeitwa kwa jina la Bwana. Unaweza ukawa mtu wa Mungu, unaweza ukawa mtoto wa Mungu, unaweza ukawa umeitwa kwa jina la Bwana, lakini mbele yako kuna giza. Na ndio maana hajakukataa, amesema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Yaani wanaoangamia anawakili kabisa kuwa ni watu wake. Mungu hakukatai, Mungu hakukatai. Anakili wewe ni mtoto wake, na anakili kwamba unaangamizwa, na anakili kwamba unaangamizwa. Kwa hiyo unaweza ukawa kipofu lakini mtoto wa Mungu. Kwa hiyo upofu sio ishu. Ishu ni kuendelea kukaa kwenye nini? Kwenye upofu. Haimsumbui Mungu kukiwa na vipofu. Kinachomsumbua Mungu ni kama hao watu hawataki kuondokana na huo nini? Upofu wao. Na ndio maana unaona anasema nitawaongoza, nitawaongoza. Kila mtu huwa anakuwa na upofu kwenye eneo asilolijua. Na ndio maana Waswahili wakasema jambo usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Maanake kwenye hilo eneo hauna matunda. Sasa huna taarifa za hilo eneo, hujui sababu kwa nini unafeli kwenye hilo eneo, hujui sababu kwa nini hauvuki kwenye hilo eneo, hujui sababu kwa nini vitu havitokei kwenye hilo eneo. Na ndio maana Mungu mwenyewe anazungumza, anasema nitawaleta kwa njia wasioijua, nitawaleta katika njia wasioijua, katika mapito wasioyajua nitawaongoza. Yaani katikati ya hiyo misukosuko, kwenye fedhea, kwenye aibu, kwenye mashaka, kwenye hofu, bado nitawaongoza katika mapito wasioyajua. Na ndio maana hata siku moja shetani asije akakuhubiria kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe kwa sababu ya mapito ulionayo, kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe kwa sababu ya hiyo fedhea ulionayo, kwamba Mungu hayuko pamoja na wewe kwa sababu ya hiyo hofu ulionayo. Usimpe ibilisi hiyo nafasi. Mwambie kabisa, ibilisi, hata kama ninapita kwenye aibu, bado Bwana amesema atakuwa pamoja na mimi. Hata kama ninapita kwenye hofu, hata kama ninapita katika mashaka, hata kama ninapita katika wasiwasi, amesema katika mapito wasioyajua. Kuna mtu hajui kwa nini anaumia anavyoumia. Ukimkuta anavyoomba mbele za uso wa Mungu, macho yako yanaweza kabubujikwa na machozi. Anamuuliza Mungu, kwa nini ninaumia? Anamuuliza Mungu, kwa nini napitia aibu hii? Anamuuliza Mungu, kwa nini napitia maumivu haya? Mungu nisaidie kujua, kwa nini sivuki hapa? Ni giza limetanda, ni giza limetanda. Wewe ungekutana na Ana wakati anaomba mtoto, ungeelewa Biblia inaposema katika mapito wasioyajua nitafanya nini? Nitawaongoza. Ana alikuwa anaomba kama mlevi, alikuwa anaomba kama mlevi, na ulevi wake basi ulikuwa ni ule uliopindukia, lakini yuko kwenye mapito asiyoyajua, yuko kwenye mapito asiyoyajua. Anamuuliza Mungu maswali magumu. Mungu, kama matumbo ya wengine anaweza beba mtoto, kwa nini la kwangu alibebi mtoto? Kama watu
watu wakikutafuta unajibu. Kwa nini kwangu hakuna majibu? Yuko kwenye giza nene, haoni ng'ambo ya pili, hajui kutakucha saa ngapi. Lakini nilisikia neno la Bwana, anasema katika mapito wasioyajua nitawaongoza, nitafanya giza kuwa nuru mbele yao. Oh, Bwana akafanye giza kuwa nuru mbele yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. 2025 kila giza likatawanyike kwenye maisha yako. Kile kilichozuiwa miaka mingine kikatokea 2025. Kile ambacho hakikufanikiwa maeneo mengine, Bwana akakifanikisha 2025. Kwa sababu huo msaada na neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Bwana anaenda kukuvusha na kukusaidia. Natamani uelewe hicho kitu. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu yuko tayari. Mungu ana huo uwezo. Mungu anayo hiyo nguvu ya kufanya nini? Ya kugeuza giza kuwa nuru. Kugeuza giza kuwa nuru. Nakumbuka mahali tulikotoka, unakuta mtu anapambana kwenye eneo hili moja, ndio pana giza hapo. Ana hakuwa na shida ya hela, kwa sababu mume wake alikuwa tajiri. Mume wake alikuwa na pesa, kwa hiyo giza alikuwepo kwenye hela. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana hakuwa na mgogoro kwenye ndoa na mume wake, alikuwa anapendwa na mume wake. Kwa giza alikuweko huko. Giza liko wapi? Kwenye tumbo. Hapo ndio penye giza. Lazima umuulize Mungu, giza liko wapi kwenye maisha? Lazima ufuatilie, giza liko wapi? Ni wapi sivuki? Ni wapi siendi hatua? Ni wapi wakibonyeza wanakuwa kama wamekutonesha kidonda? Maana hilo eneo halinaga breakthrough, halinaga upenyo. Na hapo ndipo Mungu anaposema atageuza giza kuwa nuru. Na maombi tulionayo mbele za Bwana, kitu tunachokitafuta kwenye madhabahu ya Mungu wetu, kwenye madhabahu ya Mungu wa mbinguni, ni eneo lolote lenye giza, eneo lolote lenye giza, eneo lolote ambalo adui amesimamisha uovu kukuzuia. Maandiko yanasema wazi kabisa, Mungu yuko tayari kubadilisha hayo mazingira. Nilikuwa ninakupa mfano wa jinsi ambavyo mtu anaweza akaingia kwenye maisha ya mtu kusababisha giza kwenye maisha ya huyo mtu. Na nimekupa huo mfano kwa sababu nilitaka uelewe kitu chochote kinaweza kikaingia kwenye maisha yako kikasababisha giza. Unachohitaji ni Mungu akufungue macho, Mungu akufungue masikio. Anaposema nitakuonyesha mambo makubwa, nitakuonyesha mambo magumu, nitakuonyesha mambo usiyoyajua, Mungu azungumzi hiyo bila sababu. Azungumzi hiyo bila sababu. Ukikutana na watu wengi waliopita kwenye misukosuko, utaelewa kumbe hivi vitu ni halisi. Nilikuwa wakati fulani nafanya huduma Dar es Salaam. Kwa nafanya semina kwenye kanisa moja pale Dar es Salaam. Dada mmoja akanieleza mgogoro ambao alikuwa nao na mume wake. Kanisimulia. Wakafika kwenye level akaamua kuondoka. Alipoamua kuondoka, uadui ukafanya nini? Kaongezeka, ukawa mkubwa. Na inaonekana mume wake alikuwa ni mshirikina. Kwa hiyo akasema nitakushughulikia kishirikina. Kwa hiyo wakaanza kutafutana kishirikina. Naye akasema kwani kwangu kwetu sikuaga. Akasema na mimi kwetu niliaga, kwa hiyo naye anayajua hayo mambo. Anasema tukaanza kupambana kinini? Kishirikina. Alinisimulia kitu kigumu sana. Anasema nilikuwa nimepanda basi, ninatoka Mbeya na kwenda Dar es Salaam. Tulipofika mlima Kitonga,
wale wanaofahamu, kama umepitaga ile njia, kuna mlima umekaa kidogo delicate unaitwa mlima Kitonga. Ni mlima kidogo mtata na unatisha. Anasema tumefika kwenye mlima Kitonga, mume wangu akaja kwenye basi kichawi. Anasema nimekaa huku nyuma, yeye nikamwona amekaa mbele ya dereva. Alafu anamwambia wewe si mjanja, naangusha basi lote sasa. Naangusha basi lote. Anasema nikaogopa. Nikasema Mungu wangu, sasa tunaingiza watu wote hao kwenye matatizo kwa sababu ya mgogoro wetu. Tunaingiza watu wote hao kwenye shida kwa sababu ya mgogoro wetu. Sasa Mungu naomba unisaidie. Haiwezekani ili basi likapata matatizo kwa ajili yetu tu sisi wawili. Anasema nikaanza kupambana naye. Kumbuka yule jamaa akakaa mbele ya dereva, lakini dereva yeye hana habari. Ila tu anaiona safari ni nzito, anaiona safari ni ngumu. Dereva mara anaminya breki hazieleweki. Basi linakuwa halieleweki, lina uzito usiokuwa sawa sawa. Mara wamegonga mbuzi. Kumbe kuna watu wawili wanafanya nini? Wanapambana. Dereva akafika mbele, wamemaliza ule mlima, akafika kule mbele, akasimamisha gari. Akasema jamani, hebu kwanza tuchembeni dawa, mimi kuna vitu sivielewi. Kuna vitu sivielewi. Akamwita kondakta wake akamwambia, bana, hii safari ni kama ina mkosi, hii safari ni kama ina balaa, mimi kuna vitu sivielewi bwana, kuna vitu sivielewi bwana. Akamwambia bana, ndio mambo ya safari na nini. Wanaongea. Yule dada anasema nawasikiliza, lakini sasa siwezi kuacha safari, maana solution ni mimi kufanya nini? Kushuka. Solution ni mimi kushuka, lakini natakiwa niende Dar es Salaam. Natakiwa niende Dar es Salaam. Yule dereva akasema anyway bana, hebu tuendelee. Anaingia kwenye basi na yule dada kwenye kaa. Anasema nikikaa tu kwenye kiti, jamaa anatokea kule mbele. Sasa leo amfiki. Dereva anahangaika. Anasema pale Mikumi walipita kwa shida kweli kweli. Baadaye anasema mpaka tumefika Morogoro, tumegonga vitu vingi, tumenusulika kugonga watu, gari imenusulika kupinduka, mara gari inaharibika, akieleweki kinachoharibika, wanaenda huko chini wanaangalia matairi wanakuta yako sawa, safari inaenda. Sasa tulipofika Morogoro nikasema nisije nikaharibu maisha ya watu wengine bila sababu. Anasema mtumishi, nilishukia Morogoro lakini kwa naenda Dar. Sasa nikaamua kushuka Morogoro. Sasa angalia, lazima kwenye basi kulikuwa kuna watu wanaoomba. Lazima kwenye basi kulikuwa kuna watu wanaoomba, la sivyo wale watu wote wangefia pale. Ukisikiaga hizi ajali za mabasi usije ukafikiri ni kitu gani. Wakati mwingine kuna wakina Yona wamepanda huko ndani. Sasa huyu dada yeye ni Yona wa upande wa giza, wanapambana, ni madhabahu zote za giza zinashindana. Wewe usiye na hatia ulioko huko ndani unafia huko, Na ndio maana wakati mwingine ukishaanza kuona misukosuko huko kwenye basi, unaanza kuona misukosuko, unaanza kuona vitu vielewi, usinganganie na wewe kuangalia TV kama wengine. Inama chini, anza kushughulika na ulimwengu wa roho. Mungu, hii safari mbona ni nzito, hii safari mbona ni ngumu, hizi breki za dereva sizielewi, mbona dereva hana utulivu. Kuna wakati watu wanapaka wanapiga kelele, dereva huo mwendo sio. Dereva, breki gani hizo? Hujai kuona umepata basi ni kila baada ya kilomita kadhaa watu wanapiga kelele. Maana kuna kitu hakiko sawa. Maana Roho Mtakatifu anajaribu kuwasemesha kwamba kuna namna, kuna kitu hakiko sawa huku ndani. Kuna kitu hakiko sawa huku ndani. Kwa hiyo kusipotokea watu watakaoomba, siku ile Mungu alinifundisha kitu cha ajabu sana. Nikasema okay, kwa hiyo kumbe kuna sababu nyingi sana za watu kutokufika wanakoenda. Na hiyo gari ikipata ajali, sisi tutasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, lakini mbinguni Mungu anatuangalia. Sasa mimi sijachukua hiyo. Mungu sasa, mimi sihusiki. Hiyo mimi sihusiki.
Ni kwa sababu kuna watu walikuwa hawajasimama kwenye zamu zao, kuna watu walikuwa hawajasimama kwenye nafasi zao. Maana hata siku moja hakuna nguvu ya uchawi na ushirikina inayoshinda nguvu ya madhabahu ya mbinguni. Hakuna nguvu ya uchawi na ushirikina inayozidi damu ya Yesu. Yule dada anasema, nililazimika kushuka. Nilisikia moyoni mwangu, siwezi kuharibu maisha ya watu wengine bila sababu. Madam mimi napambana na mtu wangu, wacha nishuke. Nitaendelea na safari kesho. Kwa sasa nikashuka, nikachukua hoteli, tukapambania huko kwenye hoteli. Lakini wanapambana kishirikina, wanapambana kishirikina. Na saa hiyo ananisimulia ni baada ya Mungu kumfungua, baada ya Mungu kumfungua ndio anaeleza maisha aliyokuwa anaishi na mapito aliyoyapitia na vitu vigumu alivyokuwa anakutana navyo. Nini nilichotaka kukusaidia mtoto wa Mungu? Unapoona kuna giza limeachiliwa kwenye sehemu fulani ya maisha yako, unapoona kuna kitu hakiendi sawa, kuna kitu kinazuia hatua zako, hakikisha unarudi kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Muulize Bwana, ni kitu gani kinachonizuia? Ni kitu gani kinachosababisha? Umesema utafanya giza kuwa nuru mbele yangu, lakini umesema nikikuita utaitika. Umesema utanionyesha. Mungu, ninaomba unionyeshe. Ni yapi hayo magumu? Ni yapi hayo nisiyoyajua? Ni yapi hayo ninayotakiwa kuyafahamu? Ni yapi hayo ninayotakiwa kujiachanisha nayo? Ni nani natakiwa kuachana naye? Ni kitu gani natakiwa kujidisconnect? Maana kuna wakati unahitaji maelekezo kidogo tu, unavuka mahali ambapo ukuvuka miaka. Kuna mahali unahitaji maelekezo kidogo tu, kuna taarifa moja tu unaihitaji. Hawa ndugu walihitaji tu kumtoa Yona na kumtupa wapi? Baharini. Basi hawakuwa wanahitaji muujiza mkubwa, walikuwa wanahitaji tu kujua ni huyu ndio anayesababisha, huyu ndio anayezuia. Solution ni nini? Mtupe baharini. Walipomtupa, safari ikarudi na amani, safari ikarudi na furaha, ndoto zao zikarudi tena, maono yao yakarudi tena, wakaona tena uhai kwenye maisha yao, wakaona tena ndoto zao zinaweza kutimia, wakaona tena wanaweza kufika mahali wanakotakiwa kufika. Ni kitu gani unachohitaji kukifanya kibadilishe maisha yako? Ninakuombea neema ya kuvuka hapo katika jina la Yesu. Ninakuombea neema ya kutoka hapo katika jina la Yesu. Chochote kilichozuia, chochote kilichoshikilia, iko neema ya Bwana ya kukuvusha. Kama umenielewa, mpe Bwana makofi mengi ya shukrani. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Tutaenda mbele za uso wa Mungu. Nilikuwa nataka nikuwekee huo msingi, unatusaidia kwenda mahali ambako tunaenda. Chochote ambacho kimesimama kama giza mbele yako. Kwa kuna watu kuna giza kabisa la kiuchumi. Kuna watu hata hazina zao ziko wapi? Ziko gizani. Mungu atatupitisha kwenye kila eneo, tutafuatilia giza limekaa wapi, limesababishwa na kitu gani, limesababishwa na kitu gani. Nguvu za Mungu zinapoingilia kati, Biblia inasema nitageuza giza kuwa nuru. Nitageuza giza kuwa nuru. Kama jinsi hilo giza linavyokutishia, ndivyo litakavyogeuka na kuwa nini? Na kuwa nuru. Kama jinsi hilo giza linavyokukosesha furaha, linavyokukosesha amani kwenye hilo eneo, ndivyo litakavyogeuka na kuwa nini? Na kuwa nuru. Usiogope. Anasema katika mapito wasiyoyajua nitawaongoza. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Naomba usimame mahali ulipo. Naomba usimame mahali ulipo. Tutapata nafasi kidogo ya kwenda mbele za Mungu. Tutapata nafasi kidogo ya kwenda mbele za uso wa Mungu na kumweleza Mungu, na kumweleza Mungu nini tunatamani, nini tunatamani. Na tukiwa tunazungumza hapa, kuna namna Roho Mtakatifu amekuwa akikusemesha. Kuna namna Roho Mtakatifu amekuwa akikusemesha. Ni eneo lipi kwenye maisha yako limestuck? Ni kitu gani ambacho hauvuki? Ni nini ambacho hauoni hatua? Ni nini ambacho hakisogei? Ni nini ambacho ni kama ni upofu kwenye maisha yako? Ni kitu gani? Ni kitu gani? Anasema katika mapito wasiyoyajua nitawaongoza. Iko neema ya Mungu ya kukusaidia, iko neema ya Mungu ya kukuvusha. Unaweza ukashika na sadaka yako ambayo Bwana amekupa.
Tunapoomba maombi haya, mwambie Bwana, na kwa habari ya sadaka ambayo Mungu amekupa, unganisha haya maombi na sadaka yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana Yesu, sitoi sadaka kama wakati mwingine. Ninapoachilia hii sadaka ni kwa sababu nataka eneo lolote ambalo lina giza kwenye maisha yangu, Baba, ninataka hiyo nuru, ninataka hiyo nuru, ninataka hiyo nuru. Eneo lolote ambalo lina giza kwenye maisha yangu, ninataka nuru, nataka breakthrough, nataka kuona wepesi. Eneo lolote ambalo lina uzito kwenye maisha yangu, nataka kuona wepesi. Damu yako Bwana Yesu ingilie kati. Ninatamani kile kitu Mungu anachotusemesha tuwe tunapata na muda wa kusogea nacho mbele za Bwana. Na ndio maana hata siku moja usije ukamwacha mtu nyumbani, usije ukamwacha ofisini. Mshike mkono, mwambie twende tukaombe, twende tukautafute uso wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu huwezi jua namna ambavyo Bwana atakufanya kuwa msaada kwenye maisha ya huyo mtu. Na wewe unayetufuatilia mahali popote, neema ya Mungu iko pamoja na wewe kukusaidia kukuvusha mahali popote ambapo pana upinzani. Eneo lolote ambalo giza limetanda, limeachiliwa, hiyo nguvu ya Bwana inayopita hapa inapita mpaka mahali ulipo, na nguvu za Bwana za kukusaidia zipo kwa ajili ya kukusaidia na kukuvusha. Karibu tutamwabudu Mungu kidogo. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Tunapoomba asikia maombi yetu. Tunapoomba asikia, anajibu. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie, maana inawezekana kuna eneo la maisha yangu limekuwa na upofu. Inawezekana kuna mapito nisiyoyajua. Bwana Yesu, umesema utaniongoza, umesema utanisaidia, umesema utageuza hilo giza kuwa nuru mbele yangu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Giza lolote la kichawi, la kiganga, la kishirikina, la kifikra, la kimazingira, la kimifumo lililosimama mbele yangu kuzuia hatua zangu, kuzuia kibali changu, kuzuia neema yangu, kuzuia hatua zangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, liachie maisha yangu, liachie maisha yangu, liachie maisha yangu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila uhalali ambao adui ameupata kuzuia hatua zangu, kuzuia neema yangu, kuzuia baraka yangu, leo kwa damu ya Yesu napokonya huo halali, na kila deni ninalodai
kondoo, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea sasa kuachilia damu ya Yesu, endelea sasa kuachilia damu ya mwana kondoo. Achilia hiyo damu ya Yesu inene mema kwa ajili yako. Mweleze Bwana, mweleze Bwana, mwambie giza lolote lililotanda kwenye afya yangu, giza lolote lililotanda kwenye eneo la malezi, giza lolote lililotanda kwenye ndoa, giza lolote lililotanda kwenye uchumi, giza lolote lililotanda kwenye kibali, giza lolote lililosimama, lililozuia, lililoshikilia, Baba umesema kwenye neno lako utaligeuza hilo giza kuwa nuru. Umesema kwenye neno lako, ninaita msaada kutoka patakatifu, ninaita neema ya kunisaidia, ninaita neema ya kuniinua, ninaita neema ya kunipa hatua, ninaipa neema ya kunivusha. Endelea kuachilia damu ya Yesu, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Baba, ninasimama kwenye zamu, ninasimama kwenye nafasi, ninasimama kwenye zamu yangu ya jioni ya leo. Ninaita msaada kutoka patakatifu. Ulisema tukiita utaitika, ulisema utatuonyesha, ulisema utatutetea. Baba, ulisema kwenye mapito tusiyoyajua, ulisema utatuongoza, ulisema utageuza giza kuwa nuru mbele yetu. Hilo ambalo ni giza tupu kwenye maisha ya mama huyo, ninaligeuza jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hilo ambalo ni giza tupu kwenye hii ndoa, ninageuza hilo giza jioni ya leo. Hilo ambalo ni giza tupu kwenye hii familia, ninageuza hilo giza kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo. Hilo eneo alilozuiwa asivuke, hilo eneo alilozuiwa asione upenyo, hilo eneo alilozuiwa asione matokeo, hilo eneo alilozuia asione hatua. Chochote kilichosimama kwa namna yoyote ile, Bwana, inawezekana wako akina Yona kwenye safari yake, kwenye merikebu yake, na yeye hana habari. Ninaachilia damu yako Bwana, imtetee, 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 imtetee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ruhusu nguvu ya Bwana tena ipite, ishuke kwenye maisha yako. Kila eneo ambalo lina giza, ambalo unaona kuna giza, ruhusu damu ya Yesu ikaingilie kati, kapite. Kama ni kwenye familia, kama ni kwa watoto, kwenye elimu, kwenye uchumi, kwenye afya, katika huduma, kwenye maisha yako ya kiroho, ruhusu damu ya Yesu ipite huko, ikakutoe hilo giza ambalo limekaa. Wakati mwingine ni kifikra, giza limetanda, limetawala. Ruhusu damu ya Yesu isimame, ikupiganie. Ruhusu damu ya Yesu ikufungue na kukutoa kwenye hizo fikra, kwenye hiyo giza la kifikra, ili ukapate nuru. Nuru ikang'ae kwenye hiyo fikra, nuru ikang'ae kwenye maisha yako, ikang'ae kwenye familia yako, nuru ikang'ae kwenye hilo giza, ikang'ae nuru katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wewe Mungu, tumekuja kwako kwa sababu wewe ni mkombozi wetu, utufundishaye na kutuongoza katika njia itupasayo kuiendea, na jicho lako Bwana likitutazama. Tunaomba uwepo wako Bwana ukatufunike, tunaomba nguvu zako tena zikatufunike kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ninairuhusu nguvu yako tena ipite katika mifumo ambayo giza limekaa. Wengine ni mifumo ambayo ni giza la kiafya, magonjwa na mikosi ya uharibifu wa kila namna. Haya, tunaipeleka damu yako Kristo ikapambane na hilo giza la afya, hilo giza la magonjwa, hilo giza la kushindwa, hilo giza la kukata tamaa, hilo giza la kurudi nyuma. Nuru yako ikapate kung'aa, nuru yako ikapate kung'aa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Nguvu yako Bwana ikahuishe tena maisha yetu yakasimame na kuendelea mbele. Hivyo vifungo ambavyo vimetushikilia ili tusiendelee vyema katika safari yetu, sasa tunang'oa hizo roho ambazo zimetushikilia katika hiyo mifumo ya kifikra ya kwenye ukoo, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Hao wakina Yona ambao wamekaa ili kuzuia safari yetu isifanikiwe,
tunawang'oa kwa jina la Yesu. Wengine ni tabia za kwenye familia, ni roho ambazo zimekaa kutoka kwenye familia, katika jina la Yesu. Roho za kushindwa, roho za kutokufanikiwa, roho za mikosi na laana, roho za magonjwa, roho za kutokusimama, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunakataa. Ndiyo, kama ambavyo walimchukua Yona wakamtupa baharini, ndivyo chukua kila giza ambalo limekaa, kichukue na kulitupa baharini, lililokuzuia kufikia hatima yako njema. Giza linalokuzuia likamate katika ulimwengu wa roho. Unafahamu ni eneo gani ambalo giza limekaa? Hausogei, hauendelei, hauoni mpenyo, hauoni kusogea, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndiyo, tunaruhusu nguvu yako Bwana, maana wewe tumesema utatuongoza hata katika mapito tusiyoyajua. Bwana, utasimama pamoja nasi Baba, utatutengenezea njia Baba, utatuvusha Baba, utatuinua katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mwinue mama huyo, mwinue baba huyu, mwinue kijana na binti huyu, wainue watoto na wazee, kila mmoja katika eneo lake. Nguvu yako Bwana ipite, nguvu yako Bwana ipite, ipite, ipite katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hivyo vikwazo ambavyo vimekamata maisha ya watu wako tunaving'oa sasa katika jina la Yesu. Tunaving'oa, tunaving'oa kama Yona walivyomtoa kwenye ile merikebu akamtupa, hivyo tunavyong'oa hizo roho na kuzitupa baharini ili zisionekane tena. Tunazing'oa kwa damu ya Yesu. Ninazing'oa kwa damu ya Yesu kila roho ambayo imeshikilia maisha ya watu wako, ninaing'oa katika jina la Yesu. Inayotoka kwenye ukoo, iliyoachiliwa na adui, roho za kichawi, roho za kipepo, nguvu ya matamko, kwa jina la Yesu toka, achia hayo maisha, huo mfumo, toka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Haya, pigwa kwa jina la Yesu. Iwe ni magonjwa, iwe ni mapepo, iwe ni uchawi, iwe ni ushirikina, pigwa kwa damu ya Yesu. Achia katika jina la Yesu. Toka, achia, toka, achia, toka, achia, toka, achia. Baba, ninaachilia damu ya msalaba, damu yako Kristo inayonena mema. Iwatetee watoto wako, iwapiganie, 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 iwapiganie katika kila hatua kwa damu ya Yesu. Hivyo vikwazo viwaachie kwenye maisha yao, viwaachie kwenye afya zao, viwaachie kwenye uchumi, viachie kwenye ndoa, viachie kwenye elimu, viachie kila eneo, kila eneo, kila eneo, kila eneo kwa damu ya Yesu. Tunakuadhimisha Mungu wetu mtakatifu, wewe ambaye usiyeshindwa na jambo lolote. Tunakutukuza na kulinua jina lako. Wastahili peke yako Bwana, wastahili peke yako Bwana, wastahili peke yako Bwana kutupigania na kutupatia ushindi kupitia damu yako Kristo. Wewe umekuja kutukomboa, wewe umekuja kutuweka huru, wewe umekuja kututetea, wewe umekuja kuwa msaada kwetu hata jioni ya leo, hata jioni ya leo. Nguvu yako Bwana ipite, iwatetee watoto wako hawa. Nguvu yako Bwana ishuke, iingilie kati kwenye maisha yao, iingilie kati kwenye uchumi wao, iingilie kati kwenye afya, iingilie kati kwenye familia, iingilie kati kwenye elimu, iingilie kati kwenye maeneo yote, iwe ni kazini, iwe ni kiroho, iwe ni kimwili, katika mambo yote. Nguvu yako Bwana ikafufue tena maisha mapya, maana ni maombi ya mtumishi wako kwamba tukafanikiwe katika mambo yote. Ndivyo Bwana tunavyoiruhusu hiyo damu yako ikatufanikishe katika mambo yote ya kiroho na ya kimwili yaliyoshindikana. Damu yako Bwana ikayawezeshe tena yaliyokufa. Damu yako Bwana ikayahuishe tena, ikayaushe tena kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ambayo hayakusikia dawa. Kwa damu yako Bwana
yakaisikie damu yako inayonena mema, damu yenye uhai, inayoponya, inayosamehe dhambi, inayotutakasa, inayotukomboa. Hiyo damu yako ipite, hiyo damu yako ipite kwenye mifumo yote ya maisha yetu, ya kiroho mpaka na ya kimwili, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, tunakutukuza kama sadaka yako, tukamshukuru Bwana. Tunakutukuza Mungu wetu mtakatifu, kwa sababu wewe ni mwema. Tunaliazimisha jina lako tena kwa kutupa hiyo neema ya pekee machoni pako. Tunapokukaribia na sadaka zetu, tunayaleta maisha yetu na mioyo yetu mbele zako Bwana, na katika madhabahu yako, kutoka katika madhabahu yako Bwana, ukatutakabali maisha yetu, ukatuongoze katika mapito hata tusiyoyafahamu. Kuna maeneo ambayo Bwana giza limekaa, hata sisi hatuelewi, lakini kwa msaada wako Bwana utatuvusha, utatupeleka kwenye hatima yetu njema, katika jina la Yesu. Maana imeandikwa, yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwako Mungu yanawezekana. Ninajua wako wenye mahitaji, ninaruhusu nguvu yako ya kimungu ikapite kwenye maisha yao, ikapite kwenye maisha yao kwa damu ya Yesu. Damu yako Bwana iendelee kufanya kazi kwenye mifumo yao ya maisha, kwenye mifumo yao ya maisha. Wanapotoka hapa, ninawaungamanisha na nguvu ya msalaba kupitia damu ya Yesu. Hiyo nguvu yako Bwana iendelee kutenda kazi kwenye maisha yao, kwenye maisha yao, kwenye maisha yao, katika maeneo yote ambayo giza limekaa. Damu yako ikapigane, ikafanye vita na hiyo mifumo ambayo imewashikilia kwa damu ya Yesu. Pokea sadaka zetu tunazokuletea mbele zako Bwana, ukazitakabali katika madhabahu yako. Na wewe Bwana ukatuongoze katika mapito tusiyoyajua, ili tukapate kukutukuza kwamba wewe ni Mungu ambaye umetenda. Pokea sifa na utukufu na heshima. Watoto wako hawa ninawaweka chini ya mbawa zako, nikiwafunika kwa damu yako, nikiruhusu upako na nguvu zako ziwe pamoja nao, hata katika giza la usiku tunaloliendea Bwana, nuru yako ikapate kung'aa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa nyama na damu. Nuru yako Bwana ikawafunike watoto wako, na uendelee kujifunua kwao. Achilia ufunuo wa pekee kwenye maisha yao, ili waione nuru iking'aa kwenye maisha yao, na waone nguvu zako zikitenda kazi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Nikukaribishe tena kesho asubuhi. Mtumishi wa Mungu ataendelea kwenye ibada ya Morning Glory saa 12 kamili mpaka saa 1 kamili. Lakini jioni karibu, tunaanza saa 10:30. Waombaji tutafika hapa mapema saa 9:30, tutaingia kwenye maombi. Na ukifika, endelea moja kwa moja kuomba kwa ajili ya ardhi, kwa ajili ya anga, kwa ajili ya giza ambalo limeshikilia fikra za watu na kuwafunga, ili wasione nuru ya Kristo kwenye maisha yao, wakaiendea njia salama. Ombea mtumishi, ombea wahudumu wote, waimbaji, waombaji, watumishi, mtumishi anayesimama na huduma zote. Omba Mungu aendelee kujifunua na kujidhihirisha kwa viwango vya pekee. Niwaalike pia, usiwaache wa nyumbani kwako, usiwaache majirani zako, marafiki zako, walete nyumbani mwa Bwana. Tujifunze, tupokee. Kusaidika kwao ni kusaidika kwako pia. Kwa hiyo tunapokuwa wamoja kwa upendo, ndio msaada mkubwa ambao tunaweza tukautengeneza kwa ajili ya maisha yetu. Bwana awabariki sana. Pokeeni baraka zake Mungu. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Na Bwana akubariki utokapo, Bwana akubariki uingiapo. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni tumshukuru Mungu, na niwatakie jioni njema.